CEO aligundua kuwa mwanamke wake ana hadhi ya kuwa na yeye, akaamua kumuita hapa kwenye mgahawa kwa ajili ya kuachana naye. Bora tuachane, we ni mtu wa hadhi ya chini. Ana alimaindi kichizi, aliona amepotezewa muda. Aliwaalika marafiki zake ili awaelezee kila kitu. Kwa bahati mbaya, rafiki yake wa karibu Rozi na yeye alikuwa anapitia magumu kwenye mahusiano yake. Shoga yangu, huwezi amini kilichonikuta leo. Rozi ni modo. Siku ya leo aligombana na mfanyakazi mwenzake kazini. Wakati wanarushiana maneno ya hapa na pale, wakaishia pigana sana, wakaja kuachanishwa. Boyfriend wake Rozi ambaye ni designer alimind sana Rozi. Unajua kabisa boyfriend wako ni mtu wa aina gani? Nachukia sana kufanya kazi na modo ambaye sio mstaarabu. Japokuwa alianzisha ugomvi ni huyu binti mwingine, Rozi alikuwa ameumia kichizi usoni kwake. Kwa kuwa umenikera sana, nafasi yako itachukuliwa na modo mpya, wewe utasugua bench. Unampa mtu aliyenikosea kazi yangu. Ndio nishasema, kazi anapewa yule dogo, hadi pale utapojifunza kuwa na tabia nzuri. Kutoka mahusiano yao yaanze, jamaa hajawahi kuwa upande wa Rozi hata siku moja. Rozi alichoka, akakata tamaa, akaondoka. Rozi alilewa sana, akajilaza kwenye bega la Jackie. Jackie alishindwa afanye nini? Ana akamkamata Rozi akamrudisha kwenye kiti chake. Inawezekana kabisa kuna kitu umemkosea boyfriend wako, maana amempa kazi mtu mwingine. Hata ningekuwa mimi nisingeruhusu mtu aliyeumia usoni atembee jukwaani. Nakushauri usiachane na boyfriend wako. Nenda akamuombe msamaha boyfriend wako sasa hivi. Ana akamwangalia Jackie akiwa amelewa. Hasira zikampanda, akaanza kumchana Jackie makavu live, kila kitu akamwambia. Nimekumbuka kitu, Jackie hujawahi kuniomba msamaha. Tulivyoachana miaka 3 iliyopita hukuniomba msamaha. Unaboa sana, unakubaliki kila kitu. Jackie, mimi sijawahi kukuelewa kwenye haya maisha. Jackie hakuelewa ajibu nini, akakamata mkono wa Ana, akatoa mkono mfukoni, akampa kijimpira cha shanga Ana. Hii nimekutana nao chini ya kitanda changu. Mbona kasi elewi? Hicho kidude kilifuata nini chini ya kitanda cha Jackie? Msitaki kuniambia mlilala pamoja? Kumbe jana usiku Ana na Jackie walilewa sana klabu. Walicheza mziki hadi wakachanganyikiwa. Kuna mdada akachana shati la Jackie. Jackie akaanza kucheza kifua wazi, akaanza kumbambia Ana. Jackie akaondoka na Ana kutoka klabu, akampeleka nyumbani kwake, akamtoa juu ya meza. Katika haraka za kumshughulikia, akakata shanga zake. Hizi shanga Ana alipewa urithi na mama yake. Nisamehe sana kwa kukata shanga zako. Je, Ana ataendeleza mahusiano yake na ex wake Jackie? Na nini kitampata CEO aliyemwacha Ana vibaya pale mwanzoni? Itaendelea. Kabla hujaondoka, hapo chini kuna story ya inayomhusu huyu jamaa ambaye alitembea na wanawake watatu kutoka kwenye familia moja bila wao kujuana. Pia kuna story inayohusiana na mwanafunzi ambaye alimtongoza mwalimu wake. Pia kuna story ambayo inahusiana na mchungaji ambaye alipendwa na binti mwenye pepo la ngono. Zote ziko hapo chini. Naomba like, subscribe, share, comment. Usipopenda usicomment, usilike, usubscribe, usishare. Simu ni ya kwako na bando la kwako, sikupangii cha kufanya. Jamani, mnaosubiria part 2 za kila kitu zinakuja. Amini kwamba muwe na subira, kila part 2 itakuja hapa. Naomba toa maoni yako hapo, niambie ni movie gani nyingine ungependa ni tafsiri kwa Kiswahili, na mimi nitapita nao bila kuiku, bila yana, bila ndendele.